Wafuatao ni wanafunzi kutoka shule ya msingi Maria Magret. Tuko hapa mbele yenu kugani shairi lihusianalo na mada ya rangi ya samteni. Leo nataka eleza yanayopamba dunia, waiona yapendeza kwenye macho yavutia. Ambalo kimsingi mwalimu alielezea tangu mwanzo ni World Children Poetry Day, Wochipoda. Sawa jamani? Na nipo pale Wochipoda leo tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2025, ambapo kimsingi tumemsikia mwanzilishi au founder wa Wochipoda ambaye anaitwa Auntie Glo au Gloria. Yeye ni Mtanzania mwenzetu lakini anaishi Ujerumani, na nilikutana naye katika harakati zangu za huko mtaani katika kuyasaka maendeleo ya kata ya Mabogini, na baadaye tukawa marafiki na tukawa tumeshare vitu ambavyo tunavyo. Tukajikuta kwamba kuna kitu ambacho tunashare ambacho vinafanana kwa sababu yeye ni founder au ni muasisi wa Wochipoda, ambayo nimeshaelezea kwamba ni siku ya ushairi kwa watoto wetu duniani. Yaani yeye ndio mwanzilishi duniani. Nafikiri unaweza kupata huo uzito. Lakini ni Mtanzania mwenzetu, lakini pia ni mwana Mabogini mwenzetu. Nimefika nyumbani kwake, yuko kijiji cha Mabogini hapo. Yuko kitongoji cha Bombe. Hapa Mbioroni, lakini mtaa wa Bombe hapo mbele hapo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anatokea mahali hapa lakini anaishi kule Ujerumani. Sasa kwa nini alifikiri habari hizi za Wochipoda? Aliona kwamba kumbe si lazima kufanya jambo kubwa sana katika jamii, lakini unaweza kufikiri kwa udogo lakini ukalibeba ukalipa uzito wake na ukashirikisha jamii, na ndio maana tukapata siku hii na imeweza kutukalisha pamoja siku ya leo. Imependeza, haijapendeza jamani? Imependeza sana. Lakini na mimi nilipokutana naye, na mimi na kitu ambacho kilinigusa. Mimi ni mwalimu wa fasihi. Sasa mashairi yanatokea kwenye fasihi. Kwa wale wataalamu wa Kiswahili wanajua kabisa kwamba fasihi ni sanaa. Sio jamani? Fasihi ni sanaa ambayo inatumika kuwasilisha ujumbe kwa jamii au kwa hadhira. Kwa maneno mengine, hadhira ni ninyi mlioko mahali hapa. Sasa mimi huku ambaye ninawasilisha naitwa nani? Fanani. Au wale waliokuwa wanawasilisha ujumbe hapa ni akina Fanani. Walikuwa wanawasilisha kwa hadhira katika mandhari hii tuliyokuwa nayo sisi. Kwa hiyo niwapongeze wale ambao wametuwezesha kuweza kusikia thimu au maudhui ya mwaka huu ambayo imebebwa na rangi. Ndio maana walikuwa wanaonyesha makaratasi mbalimbali na nini hivyo. Sitapenda kuongelea sana habari ya fasihi kwa sababu inawezekana wengine wakachoka kwa sababu ni somo pana sana. Lakini basi fasihi ya Kiswahili imeingia katika makundi mangapi? Mawili. Fasihi andishi na fasihi simulizi. Sasa wenzetu waliowasilisha hapa wamekwenda kwenye fasihi andishi, ambayo nayo fasihi andishi ina tanzu zake. Sawa Fasihi andishi ina tanzu zake, lakini mojawapo ni ushairi, ambapo sasa tumefika kwa kwenye ushairi. Ambapo sasa tumekutana pale na Glory. Mimi nimesoma fasihi, yeye nimemkuta kwenye uandishi wa poetry. Lakini yeye akajielekeza zaidi kwa watoto. Sasa kwa nini amejielekeza kwa watoto? Fasihi imekuwa wakiigani watu wengi kwa miaka mingi, lakini tumeona watu wazima tu wakifanya. Okay. Jambo la kwanza napenda kumshukuru Madam Glory kwa kuifanya siku ya dunia ya mashairi kwa watoto. Swala hili limekuwa ni swala muhimu kwa dunia nzima, na hasa katika nchi yetu ya Tanzania na hata katika mkoa wetu huu wa Kilimanjaro na wilaya yetu ya Moshi. Shule yetu imepata fursa hii ya kuandaa shairi
yaani watoto wameandaa shairi na wameliimba, na shairi hilo limejikita katika swala zima la kutambua rangi na maana ya rangi hizo. Kwa hiyo tunafahamu kabisa washairi wengi pamoja na kutoa elimu, lakini pia wamejipatia kipato kupitia swala zima la ushairi, kwa maana ya kwamba tunaona hata wanamuziki mbalimbali wanaimba mashairi mbalimbali na wanajipatia kipato. Kwa hiyo tukianza katika level hii ya shule ya msingi mpaka watakapofika sekondari na vyuo, watakuwa wamefika eneo kubwa, na tunafahamu kabisa nchi yetu sasa hivi ina tatizo la ajira. Kwa hiyo wanaweza wakajiajiri kupitia mashairi haya. Sasa kwangu mimi natoa wito kwa wazazi au walezi, kutokana na hali ya kuwa na ugumu au hali ya kutokuwa na ajira nchini, waache watoto wafanye vile vipaji ambavyo wanaviweza. Kwa mfano, watoto waliofanya shairi leo wameonyesha uwezo mkubwa, na kama wataendelea kujengwa na kusimamiwa na wazazi wao, watafika mbali, na baadaye badala ya kusubiri ajira za kuajiriwa, wanaweza wakaandika mashairi wakajipatia kipato kupitia mashairi hayo. Lakini pia naendelea kutoa wito kwa walimu. Walimu pia wawe ni nguzo ya kutambua vipaji vya watu, karia za watoto, kwamba watoto wana vipaji mbalimbali. Sio lazima wote wawe madaktari, sio lazima wote wawe marubani, sio lazima wote wawe watu wa maofisini. Hapana, kuna watoto ambao wanaweza wakafanya vitu, wakajengewa vipaji vyao kama vya mashairi na vitu vingine mbalimbali, wakaweza kujiajiri na wakaongeza pato lao wenyewe na pia pato kwa taifa. Kwa hiyo natoa rai kwa walimu kuendelea kutambua hizo vipaji na kuendelea kuwajenga watoto ili baadaye vipaji hivyo viweze kuwasaidia. Majina naitwa Maureen Peter. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Maria Margaret. Tukio hili la Watchpoda limenisaidia mimi kujifunza na kujielimisha mwenyewe, kwa sababu inaweza ikanisaidia kupata kipato cha baadaye. Watchpoda mpaka sasa hivi na miaka 10. Nazungumzia vizuri tukio hili la Watchpoda. Natumaini siku ya mashairi kwa watoto duniani itatusaidia sisi watoto kupata kipato cha baadaye, na inatupa ujasiri, kwa sababu si rahisi kusoma mbele ya watu, kuigani mbele ya watu. Tupe muda na nafasi, na si watupe muda, nafasi na hata vifaa kiwemo karatasi, kalamu, ili tuweze kuandika na kugani mashairi hayo. Waongeze bidii ili tuweze kuielewa vizuri lugha ya Kiswahili, ambapo itaweza kutusaidia huko mbeleni, kwa sababu lugha ya Kiswahili ndio lugha ya taifa letu. Naambia siku ya mashairi duniani ni nzuri. Kila mtu atumie nafasi hii, kwa sababu inaweza ikatuleta mambo mazuri huko mbeleni. Wanafunzi wenzako nawaambia nini katika kuhakikisha wanakuza Kiswahili? Nasi kwamba wasidharau, kwa sababu ni kitu muhimu, na aliyepata nafasi hii haikuwa rahisi. Waendelee kuitumia, waiheshimu ili iweze kuwasaidia kwa mbeleni. Kilichotufanya tugani kuhusu rangi ni kwamba watu wengi hawajui kuhusu rangi. Kwa hiyo tulivyoimba, wengine walihamasika. Kilichotufanya tuandike shairi kuhusu rangi ni kwamba watu wengi hawajui rangi. Kwa hiyo tulivyoandika vile kiliwahamasisha watu wengi na kiliwafanya wajue rangi. Ujumbe ninao hapa ni kwamba waendelee kutumia nafasi hii, kwa sababu ni vizuri. Haya, karibu. Kwa majina naitwa God Bless. Sauti. Kwa majina naitwa God Bless Edmund. Natokea shule ya msingi Maria Margaret. Siku hii ya Watchpoda mpaka sasa ina miaka 10. Ilianzishwa 2015. Siku ya Watchpoda naizungumzia kama siku nzuri sana duniani,
kwa sababu inakuza vipaji vya watoto na kuelimisha watu jinsi gani maisha yanatakiwa kuendelea. Ndiyo itakuza, kwa sababu shule nyingi sasa hivi za serikali zinasomesha watoto bure. Kwa hiyo kuna shule za vipaji, shule zinazoendeleza vipaji vingi. Kwa hiyo ushairi unaweza kuleta kipato baadaye. Tuliandika shairi linalohusiana na rangi, kwa sababu watu wengi hawajui rangi. Na rangi ni muhimu sana. Rangi ni kitu tofauti na vitu vyote hapa tulipo. Rangi inaelimisha kutambua kitu gani na inawakilisha nini. Kwa ujumbe ukazifuatilie rangi na kuzitambua na kuzishika. Mimi nasema waendeleze shauri walimu waendeleze wito huo na kuelimisha na vieneza vipaji vya watoto. Asante. Wazazi naambia waangalie kipaji cha mtoto na wamwezeshe, ili waendeleze kuvikuza na kuwashauri endapo atakutana na changamoto yoyote na kuwasaidia. Imekuwa ni siku nzuri inayofaa sana kwa wanafunzi wa Maria Margaret. Inakuza vipaji vyetu na kueneza elimu ya rangi, elimu ya kuhusu mashairi na sura. Tia ujumbe wajitambue endapo wanapohusika kwenye mashairi, kuyathamini, kujitahidi kutunga au kuyafanya mwenyewe.